Wewe binafsi unafanya nini? Pale nyumbani, pale ofisini, pale kazini, pale mtaani, pale kijijini, kwenye mji ulioko, kwenye taifa liloko, kwenye bara uliloko, unafanya nini? Kumbuka mtumishi, haya ndo mambo pekee ukiondoka hapo utaondoka nayo mtumishi. Panda ikilia kesho, ni kile ambacho umekifanya kwa ajili ya jina lake ndio kitakuwa kina maana. Vingine vyote vitakuwa havina kitu mtumishi. Havitaingia katika ile mizani. Mtume wa Mungu anasema, Paulo alisema, kama vile ilivyonenwa katika habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwaye niliyowekewa amana. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari 11. Kwamba alifahamu amewekewa amana, kitu cha thamani, treasure hii ndani yake. Alifanya jukumu hili kuwa lake binafsi. Swali ni, je, Mungu anaweza kukuamini wewe kwamba utafanya vivyo hivyo? Kama angekuachia jukumu la kutimiza maono yake kwako, je, ungeweza kuaminiwa katika kulitimiza? Kama Mungu angekuachia jukumu katika ule mji, mtaa ulioko, katika taifa, injili ingeenda? Hii inapaswa kukufanya ufikirie tofauti juu ya kuwaleta wengine kwa Kristo na jinsi unavyowaombea wale ambao bado hawajamjua Bwana. Maombi yako sana na wale ambao hawajamjua Bwana ukoje? Au ni yale maombi kwa ajili ya biashara, kazi, ndo unalia na machozi na makamasi, na ile ukiomba kwa ajili ya mavuno ya nafsi unasema Bwana waguse, watembelee, waguse. Mtume wa Mungu anasema, ingekuwa wewe ndiyo Mkristo pekee katika nchi yako, jimbo lako au jimboni kwako, katika jiji uliloko, katika kitongoji chako na kadhalika, ungefanya kazi gani? Hebu fikiria, ungekuwa wewe pekee hapa Dar es Salaam au pale Mtwara au Lindi, au Ruvuma, au Katavi au Simiyu, au Kagera au Mara.